miujiza, ishara mwaka huu. Ewe Mungu, unafichua mambo mengi, mambo ya ishara, miujiza mwaka huu. Ewe Mungu, unafichua mambo mengi. Atukuzwe Jehova, Mungu mkuu, muumba wa mbingu na nchi, Mungu wa mianga. Maana vipaji vyote vizuri, kila kitu kilicho kizuri katika dunia hii, katika mbingu, kinatoka kwa Baba wa mianga. Ndugu dada mpendwa, umuhimu wako, kusudi lako hapa duniani ni lipi? Umewahi kujiuliza hilo? Maana hilo ni jambo la msingi sana lako wewe, kuchukua nafasi, kujihoji kama mwanadamu, kujiuliza, je, kusudi lako hapa duniani ni lipi? Manufaa yako, umuhimu wako hapa duniani ni upi? Kujiuliza, je, umuhimu wako kwa Mungu aliyekuumba, umuhimu wako kwa Mungu aliyekupa uhai na uzima, ambaye alichukua nafasi yake kwa upendo wake akakuweka hapa duniani, umuhimu wako kwa Mungu aliyekuumba ni upi? Maana kile utakachokubalia kikutawale na kikuongoze, hicho ndicho kitathibitisha umuhimu wako katika maisha hapa duniani na umuhimu wako katika maisha ya mbingu, umuhimu wako katika Mungu aliyekuumba. Je, umekubalia fikra zako zikutawale? Umekubalia hekima na maarifa ya wanafilosofia wa dunia hii, waovu wa dunia hii, ya kutawale? Ama umepeana moyo wako kushangilia kazi za shetani? Ndugu na dada mpendwa, chukua nafasi kujiuliza, umuhimu wako kwa Mungu aliyekuumba ni upi? Shukrani zako kwa Mungu aliyekuumba, ambaye amekupa kila kitu unachohitaji, shukrani zako zinadhihirika vipi mbele ya Mungu aliyekuumba? Ni uwepo upi unaokubalia ukutawale, ukuzingire, ukuongoze katika dunia hii? Amka uangaze kwa nuru ya Bwana, kwa kumkubalia Roho Mtakatifu wa Mungu akutawale na akuongoze. Maana Roho Mtakatifu ndiye atakupa maarifa ya kweli, hekima ya kweli, mwongozo wa kweli, elimu ya kweli, elimu hakika na thabiti ya kukuwezesha kufanikiwa katika dunia hii, kuona matunda ya maisha yako, matunda ya kazi ya mikono yako, matunda ya fikra zako na matarajio yako katika dunia hii. Maana wanadamu wengi katika dunia hii wanaishi tu kulalamika, kunungunika, kujihurumia, kuhuzunika, kujidunisha. Lakini ndugu dada mpendwa, kila kiumbe chochote Mungu alichokiumba kina dhamana katika dunia hii na katika mbingu. Maana katika Luka 12 neno la Mungu linatuambia kwamba tusihuzunike na kubabaika tutakachokula, tutakachokunywa, wala tutakachovaa. Maana Mungu anajua tunahitaji hivyo vyote. Tazama vile anavyowalisha ndege wa angani ambao hawafanyi kazi, hawana magala, lakini anawalisha. Na wewe kama mwanadamu ni zaidi ya hao ndege wa angani. Je, nikuulize, si unakula, unakunywa, unavaa, unapaa juu ya kichwa chako, mahali ambapo unaweza kulala katika nyumba, hata kama ni ya kukodisha, watoto wako wanakula, wanakunywa, wanavaa, na pia wanaenda shule. Hata kama hupati mapato ya kulipa karo kwa jumla mara moja, bado unazidi unalipa, hata kama ni kwa kung'ang'ana, hata kama ni kwa kusumbuka. Maana kusumbuka ni lazima katika dunia hii, kulingana na kusudi la Mungu na amri za Mungu. Je, nikuulize ndugu na dada mpendwa, nani alikuambia unateseka? Nani alikuambia hauishi maisha mazuri? Nani alikuambia? Nani kakwambia ya kwamba haujabarikiwa? Nani kakwambia ya kwamba wewe ni masikini?
Mara nyingi ndugu dada mpendwa, tunajipima kulingana na viwango vya watu, viwango ambavyo wanadamu wameweka, viwango ambavyo elimu ya dunia hii imeweka. Ndivyo vinafanya watu wengi wahuzunike, watu wengi waishi kwa hofu, watu wengi wajidunishe, waone ni kama hawafai katika dunia hii. Nani kakwambia haufai? Nani kakwambia wewe ni maskini? Wanadamu ambao mwisho wao ni mfupi, ambao wanakufa, wanaangamia. Maana ukitazama vizuri, watu wote ambao wanaona wengine hawafai, wanawaambia wengine hawajabarikiwa, hawajainuliwa, wanawaita wengine sura mbaya, wanawaita wengine masikini, hao ni wanadamu ambao hawana hata hekima ya Mungu, hawana maarifa ya Mungu, hawalijui hata neno la Mungu, hawajui hata kusudi la Mungu kuwaweka hapa duniani, hawana ufahamu wote wa Mungu, hawana hata kicho cha Mungu, hawampendi hata Mungu. Ndio maana wanatumia fikra zao kwa kiburi cha mwili na wanyama na damu, kiburi cha mbegu ya shetani, kuwadharau wanadamu wengine, kuwekea wanadamu wengine viwango. Je, itakuwaje? Vipimo vya wanadamu ambao hawamjui Mungu, vipimo vya wanadamu, viwango vya wanadamu ambao hawamchi Mungu, hawampendi Mungu, wamemkaidi Mungu, wamemkana Mungu. Ukubalie hivyo vipimo vya wanadamu vikuhuzunishe, vikutese na mawazo, vikudunishe, yaani ujione haufai, ukufuru neema ya Mungu, kujiona haufai, ilali Mungu kila kitu chochote alichokiumba alikitazama, akasema ni kizuri, kinapendeza, kinafaa. Mungu kakuumba wewe kupitia kwa tumbo la mama yako, kupitia kwa uzao wa baba yako, akaona unapendeza, akaona unafaa. Sasa itakuwa vipi? Tena ujidunishe, ujione, uanze kusema haujabarikiwa, uanze kusema haujafanikiwa. Siku ipi Mungu kakutokezea akakuita maskini? Ni siku ipi? Sema hapa sasa hivi. Ni siku ipi Mungu kakutokezea, kakusemeza, kakujulisha kwamba wewe haujafanikiwa, haufai? Ndugu dada mpendwa, nataka unielewe vizuri, nataka unipate vizuri. Kufanikiwa kwako, kuendelea kwako, kuinuliwa kwako, kubarikiwa kwako hakupimwi na viwango vya wanadamu ambao hawana hekima ya Mungu. Kufanikiwa kwako hakupimwi na maarifa ya hekima ya dunia, ina viwango vya wanadamu kulingana na masomo ya filosofia ya dunia hii. Kufanikiwa kwako kunapimwa na neema Mungu aliyokupa, uwezo Mungu aliyokupa, maarifa Mungu aliyokupa, milango Mungu aliyokufunulia na kukufungulia. Hicho ndicho kipimo cha kufanikiwa kwako. Sio mafanikio ya watu wengine ambao yanakupa hofu, yanakukosesha usingizi. Unataka sasa ufikie kiwango chao ndio useme sasa ati umebarikiwa, ati umeinuliwa. Acha nikuambie ndugu na dada mpendwa, kupitia kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu, vingi ambavyo vinakupa hofu, maisha mengi ambayo unayaita mafanikio, ambayo unaita kubarikiwa, ambayo yanakutetemesha, ambayo unataka uyafikie ndugu na dada mpendwa katika dunia hii, katika maisha ya watu wengine, wacha nikwambie, vingi sio kuinuliwa, sio kubarikiwa, sio kufanikiwa, bali nyingi zinavyokupa hofu. Vitu vingi ambavyo unaona, magari yanakukosesha amani, manyumba makubwa, fedha nyingi ambazo zinakukosesha amani, vingi ni ngome ya ushirikina ya shetani, ambayo inadumishwa tu, hiyo mali inadumishwa na kumwaga damu isiyo na hatia. Maana hao watu wanakupa hofu, hao maisha ambayo wanakupa hofu, yasipo dumishwa kwa kumwaga damu isiyo na hatia, kutoa kafara ya wanadamu, kukaidi amri ya Mungu, kuenda kinyume na Mungu, kuua viumbe wengine, kuchinja viumbe wengine bila huruma, kumwaga damu isiyo na hatia, ati hili mali idumu. Na hiyo ndio inakupa hofu, inakutetemesha. Ngome ya shetani ambayo imefunga wanadamu kwa kifungo cha shetani, kifungo cha njia ya giza na njia ya jehanamu, ndio unaruhusu ikupe hofu, ndio unaruhusu ikukoseshe amani, ukiita mafanikio. Acha ndugu na dada mpendwa, kubali Roho Mtakatifu afungue fikra zako, afungue macho yako ya rohoni, uelewa kwamba vitu vingine ambavyo ni viwango umejiwekea ati lazima ufikie, ambavyo vinakukosesha hofu, viwango vya wanadamu, unajiona kama ufai. Elewa kwamba nyingi ni ngome za shetani na ushirikina. Maana hao watu wasipotoa kafara, wasipoua, ambao ni amri ya Mungu usiue,
wasipokaidi Mungu, wasipompinga Mungu, wasipoendeleza kazi, kushangilia kazi za shetani, hiyo mali itatoweka, itaangamia, wataambulia patupu. Weza ukawa unababaishwa na mtu ambaye umejipima kwa viwango vyake, unataka kujifix, kujisindilia, kujilazimishia kwa kiwango ambacho walipo. Kumbe hata huyo mtu hali mema ya nchi, huyo mtu kumbe hata halali, hana amani, hana furaha, ila wewe unapima tu kwa viwango vya kuona kwa macho, kwa vitu vya kuona kwa macho, kwa vitu vya kushika kwa mikono. Ila Mungu wewe amekubariki kiasi ya kwamba hao wanaokupa hofu, sasa wewe ndiwe unakutazama, wanaona umebarikiwa sana, umeinuliwa sana, maana hauna hofu, una amani, unakula chakula hata kama hakina chumvi, na unalala ukiwa umeridhika, unalala usingizi mtulivu. Yaani hata ni alarm tu inakuamsha asubuhi. Usiku hauamushwi na mizimu na mapepo, ukiambiwa twende sasa, tufanye mikakati ya shetani, tufanye rituals, tumwage damu isiyo na hatia, lakini wewe unatulia tu, unanyamaza, unalala vizuri. Mungu anakupa usingizi mtulivu, anakupa chakula kila siku, anakupa cha kunywa, anakupa cha kuvaa, anawalinda, anakupa afya na uzima. Neno la Mungu linatuambia kwamba uzima ni zaidi ya chakula na mwili ni zaidi ya mavazi. Hivyo elewa kwamba kipimo cha mafanikio yako ni kwamba uko hai. Kufanikiwa kwako ni kuwa hai kila siku, kuwa na uzima, kuwa na amani, kuwa na furaha. Hayo ndiyo mafanikio thabiti ya mwanadamu kulingana na mapenzi ya Mungu. Ukitaka fikra zako zifunuke, mwelekeo wako, mtazamo wako, huwe ni mtazamo wa hekima, jifunze kulisoma neno la Mungu. Ukisoma neno la Mungu, ukilisoma na ukilitafakari kila siku, ghafla bimvu utapata ufunuo, kuelewa ya kwamba hauteseki, kuelewa ya kwamba maisha yako ni Mungu ameyapanga, ni Mungu anakusudia. Mipaka ya kila kiumbe kinachoishi katika dunia ni Mungu ameitenga. Mungu ndiye anajua kesho yako. Yawezekana kuna elimu nyingi katika hii dunia, kuna mahubiri mengi, sijui anakuambia hatima yako, sijui nyota yako, sijui nini. Lakini ndugu na dada mpendwa, wachana na elimu potovu ambazo haziambatani na misingi ya dunia, ambazo haziambatani na hekima ya Mungu. Kubali Mungu mwenyewe akuzungumzie, Mungu mwenyewe akusemeze, akwambie kama umebarikiwa ama kama umeinuliwa ama kama umefanikiwa. Na hakika Mungu atakudhibitishia kwamba kusudi lake katika maisha yako, kama jinsi alivyokujua kabla hujazaliwa, kusudi lake katika maisha yako ni wewe ubarikiwe, ni wewe uinuliwe, ni wewe ufanikiwe katika dunia hii. Na ni kipindi tu utakapopata ufahamu wa Mungu kulingana na amri zake, kulingana na neno lake ambalo atalitimiza kila siku, ambalo atalitimiza kwa wakati wake. Maana mambo mengi yatapita. Hivyo vitu vinavyokupa hofu, hivyo viwango vya wanadamu vitakoma, vitapita, lakini neno la Mungu litasimama milele na milele. Hivyo ukilisoma neno la Mungu na kulitafakari, ukijipima kupitia kwa neno la Mungu, ukijizamisha kwenye ukweli, kwenye amri za Mungu, kwenye makusudi ya Mungu, kwenye mapenzi ya Mungu, elewa kwamba Mungu anakupenda, Mungu ana kusudi njema katika maisha yako. Utaanza kuelewa ya kwamba kumbe haukuwa unateseka, kumbe ulikuwa unaishi maisha ambayo unaishi maisha ambayo yanastahili, kumbe haukuwa masikini. Ni wewe tu ulikubalia elimu potovu ya dunia hii, elimu ya viwango vya wanadamu ambao hawamjui Mungu, hawana kicho cha Mungu, hawana hekima ya Mungu ikupime, ukajipima nayo. Ndugu dada mpendwa, kipimo chako wewe cha kufanikiwa kwako, kuendelea kwako, ni imani yako kwa Mungu. Ni wewe kutenda mapenzi ya Mungu katika dunia hii. Ni wewe kuwa na moyo wa shukrani kila wakati. Maana ukijifunza kuwa na shukrani kila wakati, kumshukuru Mungu kwa kila kitu, ghafla utaanza kuona kweli Mungu amekutoa mbali zaidi ya ulivyokuwa unatarajia. Kweli Mungu amekuvusha mapito mengi. Kweli Mungu amekuvusha bonde la uvuli wa mauti, na ukatoka salama. Kweli Mungu amekulinda na kukuepusha na janga nyingi na hatari nyingi na mitego mingi ya shetani,
na watendakazi wake. Kweli Mungu amekuheshimisha, ila ni wewe haukutambua. Na kipindi tu unapo sasa mcha Mungu, tii amri zake, kulisoma na kulitafakari neno lake, sasa ndiyo sasa kubarikiwa kwako kutachukua mwondoko mwingine, kutachukua mwelekeo mwingine. Sasa utaanza kuona maisha yako yakibadilika, kufanikiwa kwako kukienda kwa mwendo mwingine, wa kasi zaidi ya ulivyokuwa unaendelea. Utaanza kuona ufahamu wako ukifunguka. Sasa unaanza kuona hata njia nyingi za kutafuta mafanikio yako, njia nyingi za kumultiply kile Mungu ambacho amekupa. Na sasa utaanza kuona mwelekeo wako ukiwa tofauti. Kuinuliwa kwako kutoka utukufu mmoja hadi mwingine. Kukitoka chini mavumbini hadi mahali pa juu. Maana sasa umeshamwelewa Mungu, umekubaliana na neno lake, umekubaliana na mapenzi yake, umekubaliana na kusudi lake. Sasa umempa nafasi katika maisha yako, atawale, akuongoze, aandike historia yako, aandike hatima yako, aandike mwisho wako. Maana mwisho wa kila kiumbe kilicho na pumzi ni mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu, mbele ya uwepo wa Mungu, kupata malipo kulingana na matendo, sio kulingana na hivyo viwango ambavyo vinakupa hofu vya dunia hii, sio kulingana na hivyo vitu ambavyo unavitamani vinakukoshesha usingizi, unavitamani kwa pupa hadi wanadamu wengine wanaingia kwa ufisadi, wanaingia kwa wizi, wanaingia kwa udhalimu, wanaingia kwa dhuluma ili kupata hivyo vitu. Maana hivyo ndivyo viwango wamekubaliana navyo, kulingana na wanadamu ambao hawana hekima, kulingana na hekima ya dunia hii ambayo ni upumbavu mbele za Mungu. Hivyo ndugu dada mpendwa, takuuliza tena, nani kakwambia unateseka? Nani kakwambia unaishi maisha ambayo hayafai? Nani kakwambia wewe ni maskini? Mungu amesha kutokezea akakwambia wewe ni maskini? Hivyo mbona ujidunishe kulingana na viwango vya wanadamu? Unakula, unakunywa, unavaa, una mahali unaishi, hata kama unalipa kodi. Mungu anajua kwamba unahitaji mahali pa kuishi, unahitaji chakula, unahitaji mavazi, watoto wako wanahitaji chakula, unahitaji mavazi. Ila je, unamtumainia? Unampa nafasi kukuongoza? Unampa nafasi kuidhinisha maisha yako? Unampa nafasi kupea maisha yako mwondoko mwingine wa kasi ya kuinuliwa kwako? Unampa Mungu nafasi ya kutimiza mapenzi yake katika maisha yako? Utatawaliwa na fikra zako hadi lini? Utatawaliwa na hisia na pupa ya matamanio ya mwili hadi lini? Utajipima kulingana na viwango vya wanafilosofia na wanadamu wa dunia ambao hawana hekima ya Mungu, ambao hawana kicho cha Mungu, wakudunishe, wakudhalilishe wewe, wakushushe chini, ilali Mungu mwenyewe hajakushusha. Mungu akikuinua hakuna wakukushusha. Mungu akikubariki hakuna wakukulaani. Kuinuliwa ndio najua ni mapenzi ya Mungu sisi kufanikiwa katika dunia hii na kuwa na mali. Lakini usipompa Mungu kwanza nafasi atawale hawa maisha, aandike historia yako, apange kesho yako, basi yawezekana usifikie kiwango ambacho Mungu ameweka. Sio kile umewekewa na wanadamu. Kubarikiwa kwa Abrahamu ilikuwa ni kutii Mungu jinsi alivyomwelekeza. Kubarikiwa kwa Abrahamu ilikuwa ni kuinua imani kulingana na mapenzi ya Mungu. Maana imani ndio inampendeza Mungu. Kisha imani yako ikimpendeza Mungu, kumtambua ya kwamba yeye ni baba yako, yeye ni Mungu wako, ya kwamba anawazawadia wale wanaomtafuta kwa bidii, ya kwamba unafaa kwanza kutafuta ufalme wa mbingu na haki yake, kisha mengine uongezewe. Sasa ukimpa Mungu nafasi na kusikiliza sauti yake, kusikiliza mwelekeo wake, kusikiliza mwongozo wake, kujiweka kwa vipimo na viwango vyake kulingana na neno lake, hapo ndipo utaanza kuona baraka yako kama Abrahamu. Wakati tu Mungu aliposema na Abrahamu, na Abrahamu akasikia hiyo sauti na akaitii na akainua imani, na akahesabiwa haki kwa ajili ya kuinua imani, sasa kumwamini Mungu. Hapo ndipo sasa baraka zake zilipanuka, hema yake ilipanuka, mipaka yake ilipanuka. Lakini kama utaishi kujipima kwa viwango vya wanadamu, utakubali hisia na pupa ya matamanio ya vitu vya dunia hii ambavyo vingine vinapatikana kwa njia ambayo impendezi Mungu, kama utapewa hofu na ngome za ushirikina ambazo zinadumishwa kwa damu isiyo na hatia,
ni vipi, ni siku gani utaiona baraka ya Mungu? Ni siku gani utapata ufahamu wa kuona nuru ya Bwana na kuinuka uangaze kwa baraka ya Mungu ambayo inatajirisha na ambayo haiongezi huzuni? Mungu akisha kubariki na kwambia hautakuwa na huzuni siku hata moja. Utalala usingizi mtulivu. Hautakuwa na hofu, hautakuwa na pupa ya kupata vitu kwa haraka kwa njia ambayo haistahili, kwa njia ambayo inakufuru amri za Mungu, inakufuru mapenzi ya Mungu, inakufuru maadili ya Mungu. Kipindi utakapoanza kutii sheria za Mungu, kipindi utakapoanza kulisoma neno la kumwambia Roho Mtakatifu aingie ndani mahali ambapo anastahili kuishi katika mwili wako, afanye mwili wako hekalu la Bwana, hapo ndipo sasa mwelekeo wako utabadilika, mtazamo wako wa kila kitu utabadilika. Hapo ndio utaelewa ya kwamba mahali ambapo ulipo, kile ambacho unakifurahia kila siku ni Mungu amekupa, ya kwamba uhai na uzima na mwili ni zaidi ya vitu vyote ambavyo vinakupa hofu. Hivyo ukiwa hai, ukiwa na uzima, ukimwamini Mungu, ukimtegemea Mungu, ukimtii Mungu, hakuna jambo lolote katika dunia hii ambayo Mungu hawezi kukufanyia wewe. Hakuna mahali popote Mungu hawezi kukuinua kama mnamtegemea, unamtii, unafuata amri zake, unampendeza yeye. Kama yeye ni baba yako, ukimpendeza ni nini hawezi kukupa? Ukimpendeza Mungu ambaye aliyekuumba, wengi wanateseka, wanadhalilika, wanapata huzuni, wanajidunisha, maana wanang'ang'ana sana na kupambana sana kuwafurahisha wanadamu. Hata kama wataenda kinyume na sheria za Mungu, bora tu wafurahishe wanadamu. Hiyo ndio pupa walio nayo, na ndio maana wanafikia mahali wanakata tamaa kabisa. Wanafikia mahali wanaona ni kama Mungu hayupo. Sasa wanaamua sasa kuzama kwenye giza la shetani, kwenye ngome za ushirikina wa shetani. Kisha mwishowe wanasahau ya kwamba Jehanamu ipo na mbingu ipo, kulingana na jinsi Mungu alivyotenga na kulingana na jinsi kila mwanadamu atakavyojichagulia. Sasa jiulize tena, umuhimu wako hapa duniani kulingana na mapenzi ya Mungu ni upi? Faida yako kwa ufalme wa mbingu ni ipi? Faida yako, umuhimu wako kwa Mungu aliyekuumba na kukuweka hapa duniani kwa neema nyingi, kwa upendo mwingi, kwa huruma nyingi, ni upi? Utamtukuza Mungu vipi? Yawezekana ndio umeokoka, lakini bado humtambui Mungu kama baba. Bado unanungunika, unalalamika, unaona ni kama haujafikia mahali ambapo unastahili kuwa kulingana na fikra za mwanadamu. Yawezekana pia unaishi kwa zinaa, dhambi kila siku, uchafu wote wa shetani, mitindo yote ya dunia hii ambayo inakuja kupitia kwa inspiration ya shetani. Kisha Mungu bado amekuacha, bado anakuhurumia, hakuui. Amekupa nafasi ujirudie, utubu, uache njia zote mbaya, umwite Baba ili akusamehe, akuokoe, akuelekeza sasa kwa nuru yake, akupe kipaji cha uzima wa milele. Lakini bado Mungu amekuhurumia, bado hauelewi, bado hautambui. Sasa nataka uchukue nafasi kujiuliza umuhimu wako hapa duniani kulingana na mapenzi ya Mungu ni upi? Umuhimu wako kwa ufalme wa mbingu hapa duniani. Weka sasa pupa zako za kukimbilia viwango vya wanadamu walivyokuwekea. Weka sasa pupa zako kando. Tamaa zako za nyama na mwili na fikra za kimwanadamu, na elimu na hekima ya dunia ambayo ni upumbavu mbele ya Mungu, ziweke kando sasa. Jiulize sasa wewe jinsi ulivyo sasa, mwili wako, uzima wako, uhai wako, fikra zako, umuhimu wako kwa Mungu aliyekuumba ni upi? Shukrani unampa vipi Mungu wako aliyekuumba kwa kukupa uhai wewe ambao hauwezi kununua, kukupa uzima na afya, ya kwamba hakuna bajeti umetenga kila mwezi kusema ati hii ni ya magonjwa, hii ni ya hospitali. Hiyo ni neema ya Mungu kubwa zaidi ambayo wengi hawanaipuuza, wengi hawajaifahamu bado, wengi hawajafunuliwa bado kuielewa ya kwamba hiyo ni neema ya Mungu, kuishi kwa afya na uzima, kuwa na uhai katika dunia hii. Wangapi umeona wakifa, wanazikwa, wanafunikwa na mchanga, mambo yao inasahaulika, hautawaona tena, walikoenda haujui ni wapi. Hakuna yeyote amerudi akasema wanadamu wanapokufa wanakokwenda kuko vipi? Tayarisha moyo wako, andaa moyo wako, andaa maisha yako kumtukuza Bwana, kumshukuru Bwana, kumrudishia Bwana shukrani kwa kukuweka hapa duniani. Tubu siku ya leo, acha njia zote mbaya,
Hacha kushangilia kazi za shetani na mtukuze Mungu aliyekuumba. Tii amri za Mungu. Muda unayoyoma. Yesu atakaporudi, vitu ambavyo vinakupa hofu, vinakupa wasiwasi, mafanikio ya dunia hii hayatakuwa na dhamana yoyote. Utatetemeka mbele ya uwepo wa Mungu, utatetemeka mbele ya utukufu wa Mungu, ukijiuliza maisha yako mbona haukuyapanda katika hazina ya Bwana? Maana hazina yako ilipo ndipo moyo wako ulipo. Kama hazina yako umeiweka kwa Mungu, ambapo ni ufalme wa milele na milele ambao hautakoma, basi moyo wako utakuwa kwa Mungu na utampendeza Mungu kila siku, utamtii Mungu kila siku, na utaona baraka yake ambayo inatajirisha na ambayo haina uzuri. Lakini ukiweka hazina yako hapa duniani, hazina yako kwa viwango vya wanadamu, ndio unang'ang'ana sana kuvitimiza, kuvifikia, nakwambia mwisho wako utakuwa umeishia hapa duniani tu, ulipoweka moyo wako, ulipoweka hazina yako. Iweke hazina yako kwa Mungu aliyekuumba katika jina la Yesu Kristo. Bwana akutembelee, akuzungumzie, akufunulie kuelewa ya kwamba hauteseki, hauishi maisha ambayo hayastahili. Wewe sio masikini, una mikono, una nguvu, una akili, una miguu, unaweza kupata kitu chochote ambacho Mungu amekusudia ukipate katika hii dunia, ukimtafuta kwa bidii, ukimtii, ukimpenda kwa moyo wako wote. Haleluya, litukuzwe jina la Bwana. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, ufalme wa mbingu uzidi kutukuka milele na milele. Haleluya, amina.